Wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, mjambo, aksanti kwa kusikiliza Radio ya Amani na wakaribisha katika taarifa hii inayoanza na habari kwa ufupi. Jimboni Ituri, wapiganaji wa Codeco walishambulia magari mengi ya usafiri karibu na kijiji cha Dera kwenye barabara kuu nambari 27 katika mtaa wa Jugu. Huko waliwapokonya abiria mali zao na kiasi kikubwa cha fedha. Na kuhusu janga la Ebola, baraza la kitaifa la mashirika yasiyo ya kiserikali na yanayofanya kazi ya kibinadamu nchini DRC, CONAFOD RDC, linasema kwamba ili kushinda Ebola inabidi kutegemea zaidi mashirika za mahali ili kuwaleta wakaaji kuaminia mipango yote ya kupambana na janga hili. Wakati huu mjini Mbujimai, hofu imerejea katika kata la Masengu Kanyinda ambako vijana wahalifu wanaojulikana kama Zabalo wameanza tena vitendo vyao. Kila jioni vijana wale washambulia wanawake wanaotoka sokoni na kuwapokonya mikoba yao, simu na vingine vifaa vya samani. Wapendwa wasikilizaji, mara tena karibu. Tunaanzia taarifa hii jimboni Ituri. Ni kwamba mwishoni mwa juma magari mengi ya usafiri wa umma yalivamiwa na watu wenye silaha kutoka kundi la wanamgambo wa Codeco karibu na kijiji cha Dera kwenye barabara kuu nambari 27 katika mtaa wa Jugu. Kulingana na vyanzo vya usalama, washambuliaji hao waliwapokonya abiria mali zao na kiasi kikubwa cha fedha. Watu watatu pia walitekwa nyara kabla ya kuachiwa huru baada ya kulipiwa fedha za ukombozi. Wanamemba wa shirika za kiraia katika eneo hilo wana hofu ya kurejea kwa ghasia katika sehemu hiyo ya mkoa baada ya miezi kadhaa ya utulivu kiasi. Martial Kizabiamungu kwa maelezo zaidi. Kulingana na nyanzo za usalama, kundi moja ya watu wenye kubeba silaha kwa kufananishwa kama wanamgambo ya URDPC bar Codeco waliweka kiziwizi barabarani kwenye barabara kuu ya nambari 27 karibu ya kijiji ya Dera katika mtaa la Njugu. Lori moja lililokuwa likitoka Mahagi lilianguka katika mtego ya wahasi hawa. Washambuliaji walifyatula risasi ili kulazimisha gari hilo kusimama kabla ya wapora wafanyakazi simu zao za mkononi, mali ya binafsi na kiasi kikubwa cha fedha. Siku iliyofuata Jumapili, gari mengine matatu ya usafirishaji yenye ilikuwa ikiondoka Bunya kwa kujielekeza Mahagi yalishambuliwa pia katika eneo hilo hilo. Kulingana na vyanzo hivyo, abiria waliporwa mali zao huku wakitishwa kwa bunduki. Umoja wao aliumizwa vikali na risasi. Watu wengine watatu walitekwa nyara na kupelekwa katika pori ngambo la Lubu. Waliachiliwa asubuhi ya siku ya kwanza baada ya kulipa fidia inayokadiriwa kuwa dola 600 za Marekani. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Jimboni Kivu Kaskazini, shirika huru la kutetea haki za binadamu linaloitwa katika lugha la Kimombo Le Cri des Victimes du Congo, yaani malalamiko ya wahanga wa Kongo, limeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la mashambulizi ya silaha, mauaji ya raia na uvamizi ambayo hasa yanahusishwa na kundi la ADF katika mji wa Beni na maeneo jirani. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, shirika hilo limeonya kuwa hali hii inahatarisha sana maisha, usalama na kazi za kimsingi za raia. Mratibu wake Espoir Sadiki anatoa wito kwa viongozi kuimarisha ulinzi wa raia na kutaka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu ghasia hizo za hivi karibuni. Toka jimbo la Kivu Kaskazini tujielekeze sasa jimboni Maniema ambako hali ya usalama katika eneo la Kabambare bado inatia wasiwasi. Kwa mjibu wa habari zilizopo, anayejiita Jenerali Mayaya na askari wake walifanya uvamizi katika eneo hili la mkoa mwishoni mwa wiki iliyopita. Mapigano yalisababisha hasara na majeruhi pamoja na uporaji na kuwalazimisha wakaaji wengi kukimbia katika maeneo yanayochukuliwa kuwa ya salama zaidi.
zaidi. Katika kukabiliana na hali hii mbaya, mbunge wa kitaifa Emery Amuri Xavier Todos amewasilisha suala hilo mbele ya bunge kupitia hoja ya kupata taarifa. Anatoa wito kwa viongozi kuingilia kati haraka ili kusitisha mapigano na kurejesha usalama katika eneo hilo. Tujielekeze sasa jimboni Haut-Katanga ambako polisi inaomba kwa kampuni binafsi za ulinzi kufanya kazi katika heshima kamilifu ya sheria. Katika mkutano uliofanyika Jumapili huko Lubumbashi na viongozi wa kampuni hizo za ulinzi, kiongozi wa polisi jimboni Haut-Katanga aliwakumbusha kuhusu mfumo wa kisheria unaosimamia shughuli za ulinzi binafsi nchini DRC. Tena Generali Blaise Kilimbalimba alisisitiza kuwa kampuni hizo haziruhusiwi kufanya doria kwenye barabara za umma wala kumiliki au kutumia silaha. Kiongozi wa polisi jimboni Haut-Katanga pia alisisitiza kuwa sheria inazipiga marufuku kampuni hizo binafsi za ulinzi kuvaa sare au alama zinazoweza kuchanganywa na zile za jeshi la FARDC au polisi au vifaa vingine vyovyote vya kutoa ishara vilivyotengwa kwa ajili ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kampuni hizo pia haziruhusiwi kushiriki katika operation za kudumisha au kurejesha utulivu wa umma wala kujihusisha na migogoro ya kisiasa au kijamii. Hata hivyo, Generali Blaise Kilimbalimba anakiri kuwa mbinu za utendaji kazi za kampuni hizo binafsi za ulinzi zinafanana na zile za polisi. Kama tulivyoeleza mwanzoni, nchini DRC, licha ya maendeleo makubwa katika mapambano dhidi ya Ebola, kazi hii inaendelea kukabiliwa na vikwazo kadhaa. Vikwazo hivi ni pamoja na kuenea kwa habari za uongo, kukataa kushiriki katika ufuatiliaji wa walioambukizwa na kuendelea kwa mazishi yasiyo salama vijijini. Katika ripoti iliyochapishwa hivi karibuni, Baraza la Kitaifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali na yanayofanya kazi ya kibinadamu nchini DRC, yani CONAFOD RDC, linasema kwamba kazi ya kupambana na Ebola inahitaji kutegemea zaidi shirika za mahali. Shirika hilo linapendekezwa kuundwa kwa mpango wa hatua za mahali dhidi ya Ebola, mfumo ulioundwa kwa kutoa ufadhili wa moja kwa moja kwa mashirika ya kijamii. Na jimboni Kivu Kusini, ajali za kuunguzwa nyumba kila mara zinaendelea kuathiri vibaya maeneo kadhaa mjini Bukavu. Hayo yakisababisha madhara kwa watu, kuharibu nyumba na kuweka familia nyingi katika hali ngumu ya kimaisha, hasa wakati huu wa kipwa. Ili kukabiliana na tatizo hili linaloripotiwa mara nyingi, shirika lisilo la kiserikali la AFEDEM kwa ushirikiano na Start Network liliandaa mafunzo ya siku 2 kwa wahudumu 60 wa kijamii kutoka eneo la afya la Ibanda. Lengo ikiwa ni kusaidia kwa kuepuka ajali hizi za moto zinazoteketeza nyumba nyingi mjini Bukavu. Na hofu imerejea katika kata la Masengu Kanyinda katika mkoa wa Diulu mjini Mbuji-Mayi. Baada ya miezi kadhaa ya utulivu, vijana wahalifu wanaojulikana kama Zabalu wameanza tena vitendo vyao. Wakati wa jioni, vijana wale huwalenga wapita njia, hasa wanawake wanaotoka sokoni, na kuwapokonya mikoba yao, simu na mali nyingine. Kutokana na kuongezeka huku kwa ukosefu wa usalama, meya wa mji ameahidi kufanyika kwa uchunguzi ili kuwatambua wahalifu hao. Mengi katika ripoti ya Esther Ndalafina, Florence Kizalunga atafsiri. Hofu inaongezeka tena katika mtaa wa Masengu Kanyinda katika eneo la Diulu mjini Mbuji-Mayi. Wakazi wanaripoti kurejea kwa kundi linalojulikana kama Zabalo, magenge ya vijana wahalifu wanaofahamika kwa vitendo vya wizi na vitisho. Kulingana na taarifa mbalimbali, vijana hawa ambao mara nyingi huwa chini ya ushawishi wa dawa za kulevya hutawala mitaa fulani mara tu giza linapoingia. Hasa ulenga wanawake na wasichana wanaotoka sokoni pamoja na wazee na wapita njia wowote wanaobeba vitu vya damani. Wikendi iliyopita mwanamke mmoja aliibiwa begi lake alipokuwa akirejea nyumbani. Begi hilo lilikuwa na vitu mbalimbali ikiwemo funguo za nyumba yake. Tukio hili limeongeza hali ya ukosefu wa usalama mtaani humo. Kufuatilia hali hiyo, meya wa Mbuji-Mayi Jean-Marie Lutumba anawahimiza waathiriwa kuripoti matukio hayo rasmi kwa mamlaka husika ili kuwezesha uchukuzi kufanyika.
silaha. Ameahidi kusimamia binafsi juhudi za kufichua ukweli kuhusu mashambulizi hiyo na kuwakamata wahusika. Miezi michache iliyopita, operesheni ya polisi ilifanikiwa kudhibiti tatizo hili kwa kiasi kikubwa kwa kukamata baadhi ya viongozi wa magenge hayo. Hata hivyo, wakazi sasa wana hofu ya kurejea kwa uhalifu iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Na kwa kumaliza taarifa hii, tunarejea jimboni Kivu Kaskazini ambako zaidi ya jamii 100 za watu waliokimbia makazi yao na familia zinazowafadhili katika eneo la Lubero Centre, mji mkuu wa mtaa wa Lubero, zimekuwa zikipokea mbegu za kilimo tangu siku ya 5. Msaada huu unaofadhiliwa na mfuko wa kibinadamu nchini Kongo, yaani Fonds Humanitaire, unalenga kusaidia kurejelewa kwa shughuli za kilimo na kuimarisha usalama wa chakula kwa jamii zilizoathiriwa na vita. Martial Papi Mukiba ana taarifa kamili. Viazi, matungulu, maharagi, mahindi pamoja na mbilinganya. Hizo ni mbegu zilizogawiwa kwa walengwa kupitia mradi unaotekelezwa na shirika la Soprop. Mbegu hizo zilichaguliwa baada ya kufanya mazungumzo na wananchi ili kupata aina zinazofaa kwa kilimo cha eneo hilo na kusaidia familia zenye uhitaji mkubwa. Kwa mjibu wa Thierry Matindu, mkuu wa programu wa Soprop, msaada huu unalenga kuboresha lishe ya watu waliokimbia makazi yao na familia zinazowapokea pamoja na kuwasaidia kuanza tena shughuli za kilimo. Walengwa wengi walipoteza mashamba yao kutokana na hali ya usalama. Kupitia mbegu hizi wanatarajia kuanza tena kulima na kuboresha maisha ya familia zao. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi. Wapendwa wasikilizaji, ni hapo tunafikia mwisho wa kipindi cha kwanza cha taarifa hii. Hivi tunamkaribisha Jeremy Baraka kwa kipindi cha pili. Radio Okapi, dossier en Swahili. Mjini Goma, vijana wa chini ya miaka 18 wameweza kumaliza mafunzo yao ya siku 10 kuhusu initiative personnel ama uwezo wa kuanzisha mambo ya kuweza kuchukua hatua wenyewe. Vijana hao 53 wameweza kufunzwa na shirika la G7 Group kwa lengo la kuweza kusaidia vijana wenyewe kuwa viongozi wanaoweza kutoa uamuzi bora katika jamii zao. Kwa maelezo zaidi kuhusu mradi huu, leo tutaweza kumpokea Bwana John Mpakanie akiwa kiongozi wa shirika la Eastern Congo Initiative nchini DRC ambalo lilisaidia kufanikisha mradi huu wa kuwainua vijana. Anajibu kwa maswali yake Rosalie Zawadi. John Mpakanie, jambo. Jambo. Nini ilikuwa motivation yenu kusindikiza hii formation ya vijana? Ndiyo, asante sana. Shirika letu Eastern Congo Initiative ni shirika ambalo liko hapa DRC tangu mwaka 2010 na kazi yetu ni kushindikiza hii initiative ambayo inaendeshwa na wamama, hata hii initiative ambayo inaleta development economic. Hii kikundi G7 Group ilikuja kwetu ikatuambia wanapendelea forme wa vijana ambao tunaita wa adolescent kuhusu namna gani ya kuwaza ya kufanya projet. Sie tulikutana inaungana na ile jambo ambayo tunaona, kwani tunawaza kwamba Kongo ya kesho inatakiwa na hawa vijana ambao wanajua kujitegemea, wa vijana ambao hawamalize masomo kwenda kuomba kazi. Hapana, ni wa vijana wanamaliza masomo kuleta solution mu community. Sasa ndio maana tumesema hapana, sisi tutawashindikiza ili tukue tumeingia kabisa katika ile pa ya kuendelesha ile vision yetu ya kuona Kongo na watu wa Kongo kila siku wamejitegemea. Mafunzo hii tunaona ni watu wakubwa ambao wanashirikishwa, wanafunzwa namna ya kuunda kazi, lakini leo ni vijana kabisa, watoto tangu miaka 11 hivi. Ndiyo, labda ni jambo la kwanza tuseme. Unajua mabadiliko inaanzia kwa hii miaka kidogo ala base. Katika hii kitu ambayo imetuita kusindikiza hii activity, watoto wetu wanakuwa kwenye shule lakini wanasoma huko ni vizuri, na wakianza kuwaza hii mambo ya kujitegemea na mambo ya kusaidia kando yao kusaidia jamii ni kitu kikubwa sana. Leo tumeona watoto wa miaka 11 mpaka 17 ambao wamejifasiria kama watu wakubwa. Sisi hatukupata bahati hiyo, hatukujua tuko nafanya nini, lakini leo vitu inabadilika, kunakuwa nouvelle technologie, kunakuwa huku na kule. Sasa
hawa watoto ni waambasadeur, wanaenda kabisa kubadilisha mambo kesho wala kesho yake, na kweli tutaendelea kuwashindikiza. Kwa kifupi, wamejifunza nini kabisa? Hawa watoto wamejifunza mambo mengi. Wamejifunza kujua nini wanayo ndani mwao, si ndio? Wamejifunza namna ya kuongea na wenzao, wamejifunza namna ya kuidentify maproblem ama mashida kando zao, na namna gani wanaweza leta masuluhisho. Tulikuwa na hawa watoto wa miaka 10, 11, 12 mpaka 15, 15 mpaka 17. Mkila kategoria watoto kweli tumeona watoto wamejitambua, na usijali, watoto wanajua shida gani iko karibu yao. Sasa sisi wazazi kama vile na watu wakubwa na wengine watu ambao wanakuwa na nia nzuri ya kushindikiza hawa watoto, inabidi tuanze kufanya hii kitu kuanzia ndani ya familia zetu. Tuwafundishe watoto kukuwa wa bon citoyen ambao wataendelesha nchi yetu. Mafunzo haya inakuwa kama ni hitaji kwa watu wengi, kwani wengi hawakupata mafunzo hii. Sijui mpango ni gani wa kuwasaidia pia. Leo ni kikundi kidogo ambayo imebahatika kwa hii mafunzo. Ni tunaita edition ya kwanza ya hii kazi ambayo G7 group imefanya. Kwetu tutaendelea kusindikiza hii mpango. Edition ya pili itakuja, na nina imani ya kwamba tutakuwa na watoto wengi, lakini na nimewaambia hawa watu wa G7 group waendelee kuwaza namna gani watafungua hii kikao, alafu na hawa wengine wote ambao wanakuwa huko na kule katika manafasi zao masomo sijue wapate bahati ya kufaidika na hii kitu, kwani kunakuwa kabisa hitaji ni mingi, mashida ni mingi, na inaomba kukuwe masolution kwa wingi kwa kusaidia mwingine. Ndio. John Mpakanie, nakumbusha kwamba anakuwa kiongozi wa shirika Eastern Congo Initiative. Asante sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Tukiwa mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, shirika la Kongo linalohusika na uhifadhi wa mazingira ICCN maarufu pamoja na wakulima wanaoishi karibu na Parke Nationale ya Virunga wanataka kuweza kuboresha uhusiano wao. Siku ya 4 pande hizo mbili ziliweza kukaa pamoja na kuweza kuzungumzia kuhusu migogoro inayohusu mpaka ya Parke Nationale ya Virunga, sheria za uhifadhi wa mazingira na njia za kuweza kuendeleza mazungumzo kati yao. Kwa upande wa shirika la ICCN, masuala yote ambayo bado hayajaweza kupata suluhisho yanaweza kutatuliwa kupitia mazungumzo ya moja kwa moja. Maelezo zaidi katika taarifa hii maalum iliyoweza kuandaliwa naye Mark Marofimbo. Kikao hiki kiliwakusanya wanamemba wa mashirika na makongamano ya wakulima kwa maeneo ya Beni. Kakule Kamangura wa Masinda ni kiongozi wa shirika la walimaji maarufu Mkulima na Haki Yake, alitoa thamani ya kikao hiki. Tulisumulia leo na watu wa ICCN sababu siku mingi tunaishi ndani ya giza pasipo kujua ICCN ni nini, wanafanya nini na sababu gani. Sasa tumekuwa na desturi ya kuikala nao watufasirie misio yao paraporo na bakulima kama ni nini. Kupitia ICCN tumeongelea mambo mengi, tuko nafahamishana limite iko namna gani. Wametuambia kama karibuni guvernere wetu atatangaza mipango ya kuonesha limite kwa wakulima purki kila mtu ajue limite ya parke kwa hapa na sheferiko. Tunafurahia ile kitu sababu tunaichungaka muda wa siku nyingi. Tunaona mikutano na maongezi ni kitu cha maana, ndipo unasikia wengine wanaenda Sun City, wengine wanaenda wapi sababu ya kutafuta usalama na kutafuta maresolution kwa maprobleme mbalimbali. Na sisi wakulima tumeanja hivi, hatupendi tena kuwa ndani ya giza. Waongozi wote wa serikali tunawaendea kuwauliza kitu ambacho hatufahamu, tukifahamu palipa kukieleza vibaya. Maswali mengi ya kisirisiri yaliulizwa kuhusu walinzi wa mbuga wanaoshirikiana na jeshi la taifa FARDC kwa msako wa wauni wa ADF. Nini kuhusika? Kakuli Kamangura. Kuhusu kukolabore na ADF ICCN hatuone sababu ya kusema hivi, sababu unapointerprete mtu mubaya mzuri kuomonsogelea, munaongea naye na kuoneshea namna gani anatembea, itakuwa mzuri kuliko kutangaza mambo ambayo haujayaona. Inaacha tunapatia adui wakati ya kujificha. Tutaona yule ambaye si adui ndiye tunataka ni adui, na adui anatembea facilement, hakuna mtu atamdekuvrir.
ISSN basi yana maoni gani kuhusu kikao hiki? Bienveni Bwende ni msemaji wake. Unajua, imekuwa miaka mingi watu wanasema ya kwamba kunakuwa konflikt kati ya ISSN na wakulima, lakini wakati tumekutanana tunakutana ndio kuna shida mbalimbali ambazo tunakuwa hatuna ueleo mmoja, lakini sio kama ni konflikt. Na hii kuzungumza inatusaidia tuwe na mahali ambapo tunazungumzia shida zote na tunatafuta suluhisho kwa usalama. Na tumeona ni muhimu tuwe tukizungumza directement swala zetu tukizitrete katikati yetu na kutafuta suluhisho ambazo zinakuwa ni bora kwetu sisi wahusika, ISSN na wakulima. Hao ndio wajirani wetu wa kwanza. Pia tumesema mazungumzo haya yaende ku wakulima wengine wote, hata hao ambao hawakuye ndani ya kikao hii, ni kusema wote wanaokuwa ndani ya kata zingine za mji wa Beni, hata kwenda mbali kando kando ndani ya territoire ya Beni. Pia tumeita wakulima wajifamiliarize na sheria zote ambazo zinakuwa zimeregule kazi ya kulinda mazingira ndani ya nchi yetu. Ni hasa loi 14 ambayo inakuwa imeregule conservation la nature, lakini kunakuwa pia énoncé des limites ambayo inaonesha mipaka ya mbuga la wanyama iko wapi. Mazungumzo imeanza, tunataka iendelee na tunadhani hivi ndivyo tutapata amani ya kudumu. Hii itakuwa ni kikao cha pili cha dharura kwa ajili tu ya kutafuta amani pembezoni mwa mbuga la wanyama la Virunga. Beni, Mark Marofimbo, Radio Okapi. Aksanti kwako Mark Marofimbo kwa ripoti hiyo. Ni pamoja nawe tunafunga taarifa hii ya habari katika lugha la Kiswahili ya Radio Okapi. Mimi ni Rosalie Zawadi. Mara tena na washukuru kwa kutusikiliza. Kwaheri.